Huyu Mr. Right anakuja je, atakubali kutumwa gengeni? Hello. Mr. Right, tumkaribisha, pigeni makofi Mr. Right number 2. Makofi. Makofi. Yeah, makofi. Safi, sogea hapo. Mr. Right, karibu sana kwa stage ya Mr. Right. Umependeza sana, na kule kuna daktari, huku kuna Dr. Magari. Dr. Magari kwa kwanza alikuja hapa, alipewa maua yake. Nataka kabla warembo hawajafanya uchaguzi wao, na wewe upate maua yako kutoka kwa Dr. Magari. Dr. Magari, pita na Mr. Right. Mdogo wangu umependeza sana, umeshaini. Warembo ndo kama unavyoona wamekuelewa. Hilo guti lako tusifanye hivyo la Kifaransa hilo. Koti ni binzari kama kakako Dr. Magari, umekuiva body nini, boy, mtu wa mazoezi, kijinzi kimekubana safi. Yaani mule imeenda hiyo. Ndio wanapopendaga warembo. Wewe umepita mdogo wangu. Pigeni makofi Mr. Right number 1. Bala hilo. Okay, so bro, karibu. Mbele yako hapo warembo 17. Ulitakiwa 18 kwa sababu kuna mmoja alitangulia na ameondoka na Miss Right wake. Still. So wewe ni nani ambaye una wish, ambaye una hisi huyu atakufaa na kuwa Miss Right wako? Kumwangalia tu, umekwisha muona. Anaangalia kwa uzuri kabisa Mr. Right. Yes. Fresh, eh? Safi. Sasa naomba this time, kwa sababu Joana umempigia fanya figisu. Njoo mnongoneze udada hapa. Njoo mnongoneze dudu. Mnongoneze dudu. Fresh. Mr. Right njoo some hapa. Pigeni makofi Mr. Right number 2. Yes. Bwana umefanya fitna, inabidi tu nao wapate. Inabidi tu niombe akawanongoneze wao kwa furahi. Si ndio Tuone sasa. Tuone sasa. Jambo lao litakwenda sahihi. Ladies, you know what to do. Mnajua kile ambacho mnatakiwa kufanya. Yeye amewaona, amekwisha mchagua kwake, na nyinyi mmemwona. Uchaguzi wenu unakwenda kama ifuatavyo. Ngapi hiyo? 3, 2, 1. Hayawi. Rupia. Yaani kama unavyomuona Rupia ni kama vile anasema mimi leo siondoki. Yaani sikai hapa. Lazima niondoke leo. Lakini kimwangalia Mr. Right number 2 na Mr. Right number 1 hawapishani sana. Yes. Ni kama mule hivi. Mionekano yao. Ukimwangalia kidogo Mr. Right kidogo mwembamba. Ila leo wanakuja watu. Leo vitu vya moto, umeviona? Leo vitu ni vizuri. Vitu ni vya hatari. Ni mwa sifa za Dr. Magari, lakini kweli leo wanakuja watu. Leo ni new arrive. Nikimwangalia Tina kama anajikaza hivi. Kwa nini? Hebu zungumza naye Tina. Kwa nini anajawasha taa? Naona kabisa na vitu vyake anajikaza. Vipi? Tina. Mambo. Poa. Vipi? Safi. Unaelewa ucheba Mr. Right vipi kutoka ameingia? Unaonaje? Umeshtuka? Nilistuka kidogo, lakini kwa upande wangu bado tutegemea taa. Ngoja kwanza tuone mbele yake, naweza kutegemea taa. Okay. Vivian pamoja na Rupia ndo wapo kwenye line kwa sasa, na tuende tuangalie profile ya kwanza Mr. Right. Pengine naweza kamleta Tina kwenye line. Here we go. Oh, yes. Kwa majina naitwa Hassan Maumba. Mimi ni mzaliwa wa Tanga, Muheza. Nina umri wa miaka 27. Na kwa sasa naishi Dar es Salaam, Kurasini. Elimu yangu nimesoma mpaka diploma. Na kwa sasa najihusisha na swala zima la utalii. Mimi ni tour guide. Lakini hapo awali niliwahi kuwa mwanamitindo ambaye niliwahi kushinda tuzo ya Afrika Mashariki kama mwanamitindo bora mwaka 2022. Kabila gani? Mimi Mbondei. Mbondei. Yeah. Tuwa nyumbani. Samba mwenzangu huyo. Naomba ni hug. Sasa unamtaka wewe. Waache bwana. Simtaki. Mtu wa nyumbani kwetu kabisa. Muongo. Mbondei Sheikh. Acha uongo. Mbondei.
Mtu wa Tanga Muheza. Wewe mtu wa Morogoro kina moja Karibu hapo. sana na nakuhakikishia hapa lazima utapata mpenzi. Hasani bwana, unaonekana umejaliwa utu na utulivu. Mashaallah. Na Kumbusha jina lako? Hassan. Okay, Hassan hiyo ndio profile yake. Na ni mbuga gani ama hifadhi gani ambayo wewe unafanya kazi zako za tour guide? Mimi nafanya kazi chini ya kampuni, kwa hiyo mbuga yote ambayo tunapokea mgeni atapenda kwenda. Sidhani kama naruhusiwa kutaja jina la kampuni, lakini kampuni kwa Arusha. Okay. Sawa. Okay. Bwana Hassan, hongera sana na warembo wamekusikia. Pasi na kupoteza muda, nikiwa naangalia usoni naona kama wanachelewa. Tina, I see you. Angalia hii hapa. 3, 2, 1. Tina mekaza. Kila garabini nikikwambia, ukisikiliza vizuri profile ya kwanza ya Mr. Right, imeshiba, imenona. Ni mkaka ambaye anaanza maisha yake, lakini pia tayari anajitosheleza. Ni mkaka ambaye yuko vizuri, yuko smart, lakini pia anajitegemea. Nadhani pia ukimwangalia, nadhani ana hofu ya Mungu. Kwa hiyo wadada, ladies, hello. Naomba msogelee Jacqueline, muulize jamani. Alua hapa makombo vipi? Kuna kombo hapo. Anaogopa labda akiwa na wazungu kule jamaa atapotelea nje ya nchi. Tutanga mwenzako. Wewe vipi, mbona ushtuki? Nilipomuona ilikuwa ni washi. Ila Rupia akanambia niachie, na mimi nina huruma. Itabidi nimwachie. Si unajua si wa Tanga tumejaliwa uungwana. Nikamwachia. Okay. Ila nitafurahi Mr. Right akimchagua Rupia, maana kanifanya nizime taa. Okay. Kumbe kuna timu inafanyika. Eti ni kweli? Ni kweli? Hapana. Unamkataa tena? Kama mmeelewa, mshetuta. Asijifanye kwamba ile anakuonea huruma. Usiende na upepo wa Rupia. Yaani kama mmeelewa Mr. Right washa. Kaniambia hivi, wa kwanza nilitaka niwasha. Kaniambia kama nimemuelewa, sasa nikashangaa baadaye akazima. Sawa. Wa pili ukaingia, akafanya Jacqueline. Nikamwambia ngoja nikuachie. Sasa nashangaa anasema mimi hajaniambia. Tungechuana, nimemwonea huruma. Sasa amejitoa, anasemaje kama kupambana mpambane wote. Washa taa. Kwa nini unajitoa kwenye pambano? Washa taa. Wanawake wa Tanga anataka nimuulize. Muulize. Tupambane. Fresh. Sawa, tutapambana. Tutapambana. Sawa. Basi naomba nihesabu tena. 3, 2, 1. Ila kuna mtu kaondoka. Nani kaondoka tena jamani? Tumempoteza mtu. Vipi? Nani? Abe. Kwa nini umesema taa? Sisi kumgombania. Kwa nini? Nasubiria kwangu atakaye. Sasa kwako utamsubiria nini? Kwako ambaye utakuwa umemtengeneza wewe peke yako. Hawezi kunichagua, tayari wameshasema kwamba. Kwa hiyo kuingia kaogopa mpambano. Yake ni tishio kwako. Hapa hatugombanii, Vivian anachagua mwenyewe. Kugombania yule ambaye mpote kwenye mahusiano, alafu kila mtu anavuta kwake. Inawezekana hajanitaka mimi akakuchagua wewe. Hatugombanii mpenzi wangu. Jackie rudi. Vivian. Fanya mpango. Vivian rudi. Acha mambo yako. Wewe ni mtoto wa kike. Kwa nini ujiamini Vivian? Pambania unachokipenda. Jiamini, usimwogope. Labda uniambie kama hajakuvutia. No, aliwasha taa. Niliposema la pili ili Jackie aingie, yeye ndo amezima taa. Vivian. Kuna sababu nyingine ambayo imekufanya uzime taa tofauti na hiyo ya kusema kugombania? Basi washa taa. Washa taa. Makofi. Vivian is back. Okay, bro, una kitu na pengine wengine wamezima taa hivi sasa, wanaingia baadaye kwenye mtanange. Sasa moja tukaangalie profile ya pili ambayo hii inatuambia kwa nini Mr. Right yupo single. Tulikuwa karibu sana kipindi ambacho niko hapa Dar es Salaam, lakini mara baada ya kupata kazi ikabidi nimwache ili niweze kwenda Arusha kwa ajili ya majukumu ya kazi. Na nafikiri mimi baada ya kufika kule Arusha
kidogo mawasiliano yetu yakaanza kupungua. Ule ukaribu ambao ulikuwa mwanzo ukawa umepungua tofauti na mwanzo, na nilijaribu sana kuwasiliana naye mara kwa mara, lakini kutokana na umbali kidogo kuna vitu vilikuwa vikai sawa. Niliwahi kuzungumza naye siku moja, nikamshauri au kumuomba kama akipata muda aweze kuja Arusha, lakini kwake ikawa mtihani. Na nafikiri siku moja kuna rafiki yangu mmoja wa karibu sana ambaye anaishi Dar es Salaam aliwahi kunipigia simu na kuniuliza kama bado niko na mahusiano na huyo mwanamke ambaye nimeachana naye kwa sasa hivi. Akaniuliza, hivi bado uko naye mtu fulani? Nikamwambia ndio, bado tunawasiliana, japo mimi sasa hivi niko Arusha, nimemwacha Dar es Salaam. Akaniambia, mbona kama sasa hivi tunamuona yuko karibu sana na kijana hapa jirani, kwa sababu huyo rafiki yangu alikuwa kama jirani yake na huyo binti hapo. Sasa nikawa nikijaribu kuwasiliana naye kumuuliza kwa nini sasa hivi mawasiliano yamepungua, na nasikia stories za hapa na pale kwamba uko na mtu mwingine, na makubaliano yetu ilikuwa aweze kunisubiria mpaka mimi nitakapomaliza majukumu yangu ya kazi huko Arusha kurudi Dar es Salaam. Sasa yeye cha kujitetea kikubwa alikuwa nadhani kwamba mimi kule Arusha sikwenda kwa hiyo kazi ya masuala ya utalii, pengine nimeenda kwenye kazi zingine, starehe za wanawake na kitu kama hicho. Nikamwambia hapana, kwa sababu kule Arusha sisi muda mwingi sana tulikuwa tunashinda maporini, tunahangaika na wazungu na vitu kama hivyo. Lakini nikaja kujihakikishia siku moja, kuna dada yangu niliwahi kumpa hiyo kazi ya kumfuatilia. Yule dada yangu akaja kugundua kwamba licha tu kuwa ana mahusiano na mtu mwingine, mpaka wakafika stage sasa wakawa wanaishi pamoja. Lakini katika muda huo wote mimi bado nikawa nawasiliana naye, nikimuuliza vitu kama hivyo akawa anakataa. Sasa Mungu si athumani, kuna kampuni yetu ambayo ilifunguliwa branch huku Dar es Salaam, kwa hiyo nikapata nafasi ya kurudi Dar es Salaam ili kuja kuwa kama supervisor, yani msimamizi wa hiyo kampuni huku Dar es Salaam, bila yeye kumpa taarifa. Kwa bahati mbaya zaidi nikajaribu kufuatilia alipokuwa anakaa mwanzo, nikaambiwa amehama, na kuna siku nikawahi kwenda kwa hiyo sehemu ambapo nimeelekezwa anapoishi na huyo jamaa, nikamkuta. Lakini nashukuru Mungu, siku hiyo Mungu alimpa uvumilivu mkubwa sana. Sikumtamkia chochote kibaya, nikachukulia tu kama ni changamoto za kimaisha, na nikamwambia tu kama ulitaka kuendelea na mahusiano yako mengine ungeniambia, kwa sababu pia mimi nilienda Arusha, sikujua kama nitapata kazi kule, na vile vile sikujua kama nitakaa kwa muda ule. Ni vizuri tu angeniambia kama hawezi kuvumilia muda wote ambao mimi niko kule. Mimi nafikiri ningemruhusu, kwa sababu najua yeye ni binadamu na pengine kuna vitu ambavyo nilikuwa simpatii kwa kipindi niko kule. Kwa basi tukawa tumeachana hivyo tu, na kwa sasa ninapozungumza niko single, na nashukuru Mungu kuna rafiki yangu mmoja akaniambia, bwana, kuna show moja inaitwa Mr. Right, unaweza ukaenda ukajionea mwenyewe, ukakutana na watu tofauti ambao wenye changamoto kama zako, na vile vile unaweza ukabahatika kupata mwenza ambaye anaweza kuvumilia na akakupenda kulingana na kazi ambazo unazozifanya. Pole sana na upo kwenye stage ya Mr. Right, yamkini ukampata yule ambaye ni sahihi kwa ajili yako. Nashukuru sana. Nachoona hapa ni kwamba long distance relationship ndio ambayo imemgharimu Bwana Hassan. Oh yes. Na wewe Lulu ni mmoja kati ya ambao uamini mahusiano ya distance, si ndio? Kwa kweli sio mwaminifu sana na mahusiano ambayo yakiwa mbali kidogo. Shida inakuwa ni nini? Inategemea na mawasiliano ambayo mko nayo. Mkiwa na mawasiliano ya ukaribu inakuwa ni rahisi, lakini mkiwa na mawasiliano ambayo yakiwa ni hafifu yanaleta kidogo imani mbaya. Unapoanza kuwa na imani mbaya juu ya mtu wako, inaanza kuleta hata vishawishi kati ya mahusiano. Kwa hiyo inategemea na nyinyi jinsi mlivyoitengeneza na ilivyokuwa, japokuwa kuna watu ambao wanaweza. Kila mtu ana nafsi yake. Binafsi yangu ni kitu ambacho huwa sipendelei sana uhusiano tukiwa mbali. Au pengine ni yale mahitaji yako, wakati mwingine unakuwa unahitaji, kuna mahitaji ya kihali na kimwili na all that. Pengine anaweza kuwa anachangia, si ndio? Kuna long distance relationship unakosa hiyo. Maybe sina uhakika. Au una uhakika kuna hilo? Doctor unaniangusha? Kweli? Sema bwana. Alright, so hiyo ni profile ya mwisho ya Mr. Right akitujuza kwa nini yupo single, long distance relationship. Yeah, Vivian.
Jackie, Rupia wako tayari kukaa kwenye distance relationship? Lakini sasa hivi amesema amehamia. Of course yuko da. Ikitokea. Na ni muda gani toka umeachana na mpenzi wako? Mwaka jana mwezi wa 9 na maana mpaka sasa hivi inawezekana ni mwaka mmoja almost. September last year. Bas fresh. Haina noma. Tuhesabu, si ndio? Ama tuhesabu. Doto unachokuchangia hapo? Hamna, iko vizuri tu. Okay. Kwa tuhesabu mdogo wangu. Kwako wewe Doto unaweza kuwa na mahusiano mkiwa mbali? Kalasi kwenye mahusiano? Ngumu hiyo. Ni ngumu hiyo. Unaweza kukaa muda gani kukaa mbali na mpenzi wako? Nikifika leo tu, kesho sijakuona, pita kule. Hizi ngapi? 3, 2, 1. Ameondoka. Jackie kaona hata. Jackie ameondoka. Vivian. Hatimaye mtanange umebaki kwa Rupia. Okay. Kwa nini umeondoka safari hii? Kwanza mi huwa napenda mwanaume wangu anatoka asubuhi, jioni niko naye. Sasa kwani amekwambia anarudi saa ngapi kesho yake? Yeye amesema kampuni inaweza ikawa leo amepanga wende wapi, wanaenda wapi. Mimi mambo hayo ndo siataki. Mimi nataka mwanaume. Unaondoka naye? Hapana, huyu sio producer wa muziki ama msanii wa maigizo. Anaweza ukaenda na mwanaume wako ukamwacha lodge akafanya kazi zake. Huyu akipangiwa yeye anatoka yeye tu na mabegi yake, mnaondoka. Sasa mimi nitaenda naye wapi? Wewe uko na nini? Hakuwa na nia achana. Tuatanga. Mapenzi kwangu mimi ndo kila kitu. Habari za mwanaume arudi. Basi sawa. Vivian. Kwa nini umeondoka? Uwezi nini? Siwezi kuwa na mwanaume ambaye atakuwa mbali na mimi wakati ambao namhitaji. Kwa hiyo nyinyi mtu asisafiri. Ukitokea misiba watu wasiende kuzika. Kukiwa na harusi watu wasiende. Shughuli zisifanyike kwa sababu atakuwa mbali na mimi. Nyinyi hajui kupika huyo. Ni mtu tu yuko kwenye kikwapa. Anashinda kusema ukweli, hujui kupika. Doto, kuna kwaga hata kuna ile raha. Unakata siku 2, 3, 4 hujamuona mpenzi wako. Mkionana unaona kwamba penzi linaanza upya. Sasa wewe kila siku mnanukishana kikwapa au uzimi? Yeye aende kukaa siku 2, 3. Wao wakisafiri wanaenda mwezi. Wanakaa kama. Yeye kakwambia anaenda mwezi. Mimi najua wanaofanya kazi. Wanapenda kujipa majibu wao. Sawa. Mimi Dokta, nataka utuambie tu kwamba kati ya Golden Girl Rupia yumo? Hayupo. Sawa. Rupia atakuja hapa. Alafu Ami atakwenda kutuambia huyo ndiye ambaye amebakia Mr. Right mpaka dakika hii, na wewe utakwenda kufanya maamuzi baada ya swali la Amigel. Na baada ya kumjua kwamba sio Golden Girl, si ndio? Sawa. Mr. Right, wakati unafika mwanzoni kabisa kuna mrembo ambaye ulimuona akakuvutia ukampenda, lakini kwa bahati mbaya yule ambaye ulimpenda na akakuvutia yeye hakuvutiwa na wewe na hajakupenda, na ndio maana hajakuachia tamu. Kwa hiyo swali linakuja kwako. Je, utataka kupambania kombe lako? Utataka kumpambania yule ambaye ulimuona na kumpenda ukataka kumshawishi, au utaendelea na huyu ambaye yeye baada ya kukuona amekupenda, amekuvutiwa na wewe na ndio maana amekuachia tamu mwanzo mwisho? Nafikiri nikumbushe kidogo nyuma, kipindi naanza kazi nilikuwa tayari nimeshaanza mahusiano na Waislamu, na baada ya kusafiri kwenda Arusha yeye kidogo akashindwa kunipambania, kunisubiria mpaka nirudi. Lakini nimeona toka nimefika Rupia kwa kuzima taa, nafikiri mwanamke ambaye ameweza kunipambania tofauti na huyu ambaye nilikuwa nimemchagua mwanzo. Utaendelea na huyu? Thank you Mr. Rice. Sasa Mr. Right, kwa sababu huyu ndiye ambaye utaondoka naye, kabla hujaondoka naye nataka unikumbushe mwaka mmoja ulivyokabidhiwa taji la the best model in East Africa. Tupe zile moves. Changamka wewe mtoto huyo Mr. Right. Njoo hapa, njoo. Mtoto anapapa tumwangalie best model in East Africa. Sound jamani, sound kidogo vinaendaga na sound. Anataka akae mbele jamani. Kumbe anatakiwa wepo hapo bwana. Kaa hapo mtoto bobo juu juu, wewe umechukua bahati yako hiyo. Nyota imewaka. Haya, tulia hapo. Sema mweke beat, mweke muziki.
kweli. Inakaa kweli. Angalia mama mtume Muhammad. Unajisemea na wazalamu tawile. Mambo tawile basi. Ona. Pia anacheza na kifua. Angalia kila kitu naona uko right. Ndogo wangu. Kisema hivi umekitoa hicho. Kila kitu naona uko right. Mambo live kumekucha. Mambo ni moto. Hii kweli Garabi. Kweli live hii. Mtazamaji wa ST Bongo nifanya niwatangazie kwenu Mr. and Mrs. Right. Lakini Garabi Imeenda hiyo. Right hajatupa zile cuttings zile Ameisha, amefikia pale, ameishia. Ondoka naye bro, ondoka naye, ondoka naye, ondoka naye. Makofi, 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 makofi. kuona vile. ST Bongo, nyumbani kwanza.